Na watu watakubaliana na mimi kwamba ni nani aliwahi kumsikia mwanaharakati katika hizi siku za hivi karibuni akihamasisha pengine labda upatikanaji wa bei nzuri ya pembejeo, akihamasisha labda watu kulima vitunguu, akihamasisha labda watu kulima muhogo, akihamasisha labda watu kulima nyanya. Hakuna harakati ya namna hiyo katika mataifa haya yanayoendelea. Japo ni sehemu ya wanaharakati kwamba mwanaharakati kazi yake si kwamba ahamasishe eneo la vurugu katika nchi na kuharibu taifa jingine. Unaweza ukatuma ujumbe wa kuhamasisha katika yale maeneo ambayo yanakusudia maendeleo. Sasa kinachofanyika kwa sasa na haya mashambulizi yanayotokea dhidi ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan inathibitisha uwezo mkubwa alionao rais katika kusimamia misingi na maadili ya taifa lake, lakini katika kusimamia uhuru wa taifa, kwa sababu kazi kubwa ambayo rais wa nchi anakuwa nayo pamoja na mambo mengine ya maendeleo, lakini ni kuhakikisha zile tunu za taifa zinaendelea kusimama. Sasa tunu ni nini? Tunu ni pamoja na amani ya taifa, umoja na mshikamano, lakini uhuru wa taifa kujiamulia mambo yake. Kwa hiyo matamshi ya Daktari Samia dhidi ya wanaharakati yalikuwa ni sahihi sana, na kwa kweli nadhani yalihitaji pia hata kuwa makali zaidi ya hapo, kwa sababu sisi tunafahamu kwa namna gani kupitia wanaharakati nchi mbalimbali duniani zimeanguka. Wote mtakuwa mnafahamu mkono na kalamu ya wanaharakati wabaya, kwa sababu kuna wanaharakati wazuri, lakini wanaharakati wabaya, namna ambavyo walisababisha machafuko makubwa pale Libya, namna ambavyo watu walikuwa wanaishi kwa maisha mazuri, ikaingia ndimi za wanaharakati, wakachochea umma, wakaonesha kwamba viongozi wao ni wabaya. Leo kila mmoja atakuwa anafahamu nini kiko Libya, ni zaidi ya jahanamu. Lakini watu watafahamu kilichotokea kuanzia mwaka 2010 kinajulikana kama Arab Spring, namna ambavyo kalamu ya wanaharakati wabaya walivyoshawishi mataifa mbalimbali ya Kiarabu kuwaonesha kwamba viongozi wao waliopo sio wazuri, wafanye mabadiliko ya demokrasia ili wapate mambo mazuri. Kumbe nchi zile zinakwenda kuharibika. Mnafahamu kilichotokea Misri, mpaka anaondoka rais wa Misri Hosni Mubarak. Mnafahamu kilichotokea Tunisia, Zaid bin Abdullah anakimbia. Mnafahamu, lakini hali iliyochagizwa na wanaharakati kikatokea kule Syria. Leo mnaiona Syria ilivyo. Mnafahamu kinachotokea Yemen ni mkono wa wanaharakati wale wanaotumia kalamu na ndimi zao vibaya kuchochea uasi katika nchi za wengine, lakini kuonesha kwamba uhuru ni vurugu, uhuru ni mataifa kutokuwa na msimamo, uhuru labda ni kila mtu kufanya anachokitaka katika nchi. Sasa dunia hakuna namna hiyo. Kwa hiyo ni kazi ya kiongozi wa nchi kusimamia uhuru wa taifa lake, lakini kuhakikisha kwamba hakuna anayetoka nje kuja kuvuruga amani ya taifa lake. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu sana Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kutuma salamu kwa wale ambao wameanza viashiria na tayari wanaonekana wanalenga kuvuruga mustakabali mzuri na amani ambayo taifa hili limefanya kwa muda, limekuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa hiyo Daktari Samia anazima cheche kabla ya moto, na hiyo ndio kazi ya kiongozi mzuri, kwamba lazima utizame moto na cheche za moto zinatokea wapi. Kwa hiyo kazi aliyoifanya Daktari Samia na ambaye anaendelea kuifanya ni kuzima cheche kabla ya moto kulipuka, na ili moto usilipuke lazima uzime vile viashiria. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba matusi, kejeli, michoro na yote ambayo yanafanywa dhidi ya dhihaka Daktari Samia, kwanza ni kile alichokieleza, ni mwendelezo wa dalili za kwamba ni kizazi cha utovu wa nidhamu, lakini kiukweli sio harakati, kwa sababu nyinyi mtakuwa mnafahamu kwamba tumekuwa na wanaharakati wengi sana katika bara la Afrika na duniani. Ukiwazungumza kina Malcolm X, ukiwazungumza kina Mandela, ukiwazungumza Momboyo, ukiwazungumza kina Du Bois, hawa walikuwa ni wanaharakati ambao wanapigania ustawi, si wanaharakati wanaokuja na mawazo ya kuzibomoa zile nchi. Sasa tofauti ya wanaharakati wa sasa unaowaona wa Kenya na wengine wako humu ndani kwetu na wanaharakati wa zamani, wakati wale walikuwa wanapigania ustawi wa mataifa yao na kuondosha udhuluma na ukoloni na unyonyaji, hawa wanaharakati wa sasa wanapigania unyonyaji uje ndani ya mataifa yetu.